Iran yashambulia kambi za kijeshi za Marekani nchini Jordan, Kuwait, Oman, Qatar na Bahrain, yafunga lango bahari la Hormuz. Vikosi vya ulinzi vya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran leo asubuhi vimetekeleza operesheni ya pamoja makombora na ndege zisizo na rubani dhidi ya kambi za kijeshi za Marekani nchini Jordan, Kuwait, Qatar, Oman na Bahrain, ikiwa ni hatua ya kujibu mashambulizi endelevu ya Marekani dhidi ya maeneo ya kusini mwa Iran. Katika taarifa pamoja, vikosi vya jeshi la walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu IRGC na jeshi la Iran vimetoa onyo kali kuwa hatua yoyote ya ziada ya Marekani itakabiliwa na jibu kali zaidi. Katika taarifa iliyotolewa mapema Jumapili, ofisi ya uhusiano wa umma ya IRGC imesema kuwa Marekani imethubutu kujaribu tena kile ambacho tayari kimekwisha jaribiwa, kwa kuilazimisha serikali ya Oman na kuchochea mvutano kupitia harakati haramu ya meli kadhaa kusini mwa lango la Hormuz. IRGC imeongeza kuwa jeshi la majini la Iran limefanikiwa kuzima jaribio hilo kwa jibu madhubuti. Taarifa hiyo imebainisha zaidi kuwa Marekani ilianzisha mashambulizi ya anga dhidi ya vituo kadhaa vya mwambao na minara ya mawasiliano kando ya pwani ya kusini ya Iran kama majibu ya kushindwa huko. Kulingana na IRGC, kikosi cha anga cha RGC kimelenga miundombinu muhimu ya kijeshi ya Marekani katika kambi ya anga ya Mwanamfalme Hassan nchini Jordan wakati wa awamu ya kwanza ya operesheni hiyo ya kulipiza kisasi. IRGC imeongeza kwa wakati wa awamu ya pili ya operesheni yake ya kulipiza kisasi, makombora yake ya ballistic pia yamelenga kambi ya kimkakati ya Marekani ya Al Udeid nchini Qatar na kuharibu kituo cha matengenezo na ukarabati wa ndege za kivita pamoja na kamandi ya kambi hiyo. Taarifa hiyo imeonya kuwa adui wa Kimarekani na Kizayuni anapaswa kufahamu kuwa mwendelezo wa uchokozi wake utaleta majibu ya kusambaratisha zaidi. Sisi tuko tayari kwa lolote. Katika taarifa tofauti, ofisi ya uhusiano wa umma ya jeshi la Iran imetangaza kuwa imevurumisha ndege zisizo na rubani za kujitoa muhanga dhidi ya vituo vya kijeshi vya Marekani nchini Kuwait na Bahrain, ikiwa ni jibu la mashambulizi ya mara kwa mara ya Marekani katika maeneo ya kusini mwa Iran. Jeshi limesema ndege zake zisizo na rubani zililenga mfumo wa ulinzi wa anga wa Patriot, ghala la silaha na kituo cha rada cha kijeshi cha Marekani nchini Kuwait. Aidha, wimbi lingine la ndege zisizo na rubani lililenga mfumo wa mawasiliano ya kijeshi ya Marekani na kituo cha rada nchini Bahrain. Kwingineko, jeshi la walinzi wa mapinduzi limetangaza kusambaratisha vituo vya usambazaji na ukarabati wa meli za kivita za Marekani nchini Oman. Katika taarifa yake, jeshi la walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu limesema kuwa limefanikiwa kusambaratisha vituo vya usambazaji wa vifaa na majukwaa ya kuongeza mafuta ya meli za kivita za Marekani katika bandari ya Duqm nchini Oman kupitia shambulizi zito na la kushtukiza. Azimio lenu thabiti ambalo lilidhihirika wazi katika maandamano ya kihistoria ya mamilioni ya watu yaliyoshangaza ulimwengu sasa limejionyesha kupitia ushujaa wa wapiganaji wenu. Katika awamu ya tatu ya jibu la operesheni dhidi ya uchokozi wa jeshi la Marekani, jeshi ambalo limekuwa likiua watoto, wapiganaji wa jeshi la anga la IRGC wamevipiga na kuviharibu vibaya vituo vya usambazaji wa vifaa vya meli hizo na majukwaa ya kuongeza mafuta ya meli za kubeba ndege za Marekani katika bandari ya Duqm, Oman, kupitia shambulizi zito na la kushtukiza. Operesheni hizi za kulipiza kisasi zimekuja saa chache baada ya jeshi la Marekani kuanza tena vitendo vya uchokozi visivyo na sababu dhidi ya kusini mwa Iran. Kamandi kuu ya Marekani CENTCOM imesema kuwa imetekeleza mashambulizi hayo kwa amri ya Rais wa Marekani Donald Trump kwa lengo linalodaiwa la kupunguza uwezo wa Iran wa kudhibiti lango la Hormuz. Muda mfupi kabla ya tangazo hilo, wakazi katika miji ya bandari ya As-Salohi na bandari Dayer katika mkoa wa Bushehr waliripoti kusikia milipuko kadhaa. Lakini sasa lango la Hormuz limefungwa hadi Marekani itakapokoma kuingilia mambo. Wakati huo huo, jeshi la Irani la walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu limetangazwa kufungwa kwa lango la Hormuz hadi hapo taarifa nyingine itakapotolewa, likisisitiza kuwa njia hiyo muhimu ya maji tabaki imefungwa hadi pale Marekani itakapokomesha uingiliaji wake wa kijeshi katika eneo hilo. Katika taarifa yake ya Jumamosi, jeshi la IRGC limesema hatua hiyo imechukuliwa kufuatia hali ya usalama iliyosababishwa na uingiliaji haramu wa madola ya kigeni. Jeshi la IRGC limeonya dhidi ya uchokozi wowote wa kijeshi dhidi ya Jamhuri ya Kiislamu kwa kisingizio cha kufungwa kwa njia hiyo ya maji, jambo ambalo adui mwenyewe ndiye anayepaswa kulaumiwa kwa kusababisha hali hiyo. Aidha, IRGC imeongeza kuwa dhima ya madhara yoyote yatakayotokea itabebwa na Marekani, utawala wa Israeli na nchi wenyeji wa kambi za kijeshi zinazotumiwa kutenda uovu dhidi ya Iran. Awali jeshi la IRGC liliripoti kuwa lililazimika kufyatua risasi ya onyo
dhidi ya chombo kimoja cha majini baada ya meli kadhaa kupuuza maelekezo yake kuhusu usafiri katika lango hilo. Wakati huo jeshi hilo limekumbusha jinsi lilivyokuwa limeonya mapema kwamba uingiliaji wa kigeni na utumizi haramu wa njia za meli katika lango la Hormuz utasababisha njia madhubuti na kutatiza mtiririko wa usafiri wa baharini unaoongezeka katika lango hilo. Iran ilifunga njia hiyo ya kimkakati kwa maadui na washirika wao kuanzia Februari 28 wakati tawala za Marekani na Israeli zilipoanza wimbi lao la hivi karibuni la vita haramu dhidi ya Jamhuri ya Kiislamu. Katika upande mwingine, waziri wa mambo ya nje wa Iran Abbas Araghchi na mwenzake wa Oman Said Badri bin Hamad Al Busaidi wamejadili mbinu za kuhakikisha usafiri salama wa meli kupitia lango la Hormuz kwa mujibu wa ibara ya 5 ya mkataba wa Islamabad ulioitwa saini kati ya Tehran na Washington. Katika mazungumzo yao yaliyofanyika Muscat siku ya Jumamosi, Araghchi alikutana na Al Busaidi ambapo wamejadili uhusiano wa nchi hizo mbili na matukio ya kanda, huku kipaumbele kikielekezwa kwenye lango la kimkakati la Hormuz. Al Busaidi amesisitiza msimamo wa thabiti wa Oman kwa diplomasia ndio njia mwafaka ya kuzuia hali ya mambo kuzidi kuwa mbaya katika eneo hili. Mawaziri hao wawili pia walibadilishana mitazamo kuhusu mbinu mwafaka za kuhakikisha vyombo vya majini vinapita kwa usalama katika lango la Hormuz kwa mujibu wa ibara ya 5 ya mkataba wa maelewano wa Islamabad. Vilevile mkuu wa idara ya mahakama ya Iran Hujjatul Islam Ghulam Hussein Mohsen Ajei amesema kuwa chombo hicho kitaendeleza hatua za kisheria za kufuatilia uhalifu uliofanywa na Marekani na utawala wa Kizayuni wa Israeli dhidi ya watu wa Iran, akisisitiza kwamba wahusika wa uhalifu wa kivita lazima waadhibiwe na walazimishwa kulipa fidia. Ajei amesema hayo kwenye mkutano na wanasheria kadhaa wa kimataifa na wanaharakati wa kutetea haki za binadamu wabobezi wa kufuatilia uhalifu wa kivita, ambapo ametoa wito wa kuunganisha juhudi za kisheria za kimataifa ili kuwawajibisha wale wote waliohusika na jinai zinazofanywa dhidi ya watu. Amesema Jamhuri ya Kiislamu ya Iran kwa kuzingatia kanuni zake za kidini na kikatiba inaendelea kuwatetea watu wanaokandamizwa, ikisisitiza kuendelea kuwaunga mkono watu wa Palestina na Lebanon katika kukabiliana na mashambulizi ya utawala ghasibu na vamizi Israeli. Hujjatul Islam Mohsen Ajei ameongeza Iran inatambua mashambulizi dhidi ya watu wake yaliyofanywa na Marekani na utawala wa Kizayuni kuwa ni uhalifu wa kivita unaohitaji kufuatiliwa kisheria, akieleza kuwa vyombo vya mahakama vyenye mamlaka, hasa ofisi ya mashtaka ya umma, idara ya kimataifa na kituo cha wanasheria wa mahakama vinafuatilia kesi hizi kwa ushirikiano na mawakili na wataalamu wa kisheria kutoka nchi mbalimbali. Lakini kiongozi wa mapinduzi ya Kiislamu Ayatollah Said Mujtaba Khamenei ametoa shukrani zake za dhati kwa mahudhurio ya kustaajabisha yenye kuvunja nguvu za adui na ya kihistoria katika mazishi ya kiongozi shahidi, akisisitiza kuwa malipo ya kisasi dhidi ya watendaji jinai wauaji waliodhalilika ni jambo la yakini. Katika ujumbe uliotolewa kufuatia shughuli za mazishi ya kiongozi wa mapinduzi ya Kiislamu aliyeuawa shahidi Ayatollah Said al-Khamenei, Ayatollah Mujtaba Khamenei amepongeza ushiriki mkubwa wa umma nchini Iran na Iraq katika shughuli hiyo, akiuita kuwa ni dhihirisho la kipekee la uungaji mkono. Amesema kuwa tunaahidi kulipiza kisasi cha damu takatifu ya kiongozi aliyeuawa shahidi na mashahidi wote wa vita hivi viwili kutoka kwa wauaji, watendaji jinai na waliofadhaika. Ameongeza, ninatoa shukrani za dhati kwa mahudhurio ya mamilioni ya watu katika miji na vijiji vya Iran na Iraq, hususan Teheran, Qum, Najaf, Karbala na Mashhad. Ameyataja mahudhurio hayo kuwa ni ya kusajabisha, yenye kuvunja nguvu za adui na ya kihistoria. Akimhutubu moja kwa moja kiongozi aliyeuawa shahidi Ayatollah Mujtaba Khamenei amesema, kwa macho yenye machozi na nyoyo zilizovunjika, tunapoaga mwili wako tunaahidi kulinda mfumo wako wa kifikra na kufuata kwa dhati njia nyofu uliochora bila kuogopa ugumu wowote, na tukiweka ahadi kwa Mwenyezi Mungu kama ulivyofanya wewe. Kiongozi wa mapinduzi ya Kiislamu ametangaza kuwa kulipiza kisasi cha damu ya kiongozi shahidi wa mashahidi wote wa vita viwili vya uchokozi vya Marekani na utawala wa Kizayuni wa Israeli dhidi ya Iran ni takwa la taifa hilo na lazima litekelezwe. Ayatollah Mujtaba Khamenei amesema waliohusika watenda makaburini mwao wakiwa na ndoto ya kufa kifo cha amani kitandani, akiongeza kuwa ahadi hiyo haitegemei uwepo wangu au viongozi wengine. Amesema iwe tupo hapa au hatupo, jambo hili litatimia, na hivi karibuni watu huru duniani kote kila mmoja atatekeleza sehemu ya jukumu hili takatifu. Vilevile katibu wa Baraza Kuu la Usalama wa Taifa la Jamhuri ya Kiislamu ya Iran Mohammad Bagher Zolkadri ametoa onyo kali na la moja kwa moja katika ujumbe wake kupitia mtandao wa X, akijibu vitisho vilivyotolewa na Rais wa Marekani Donald Trump.
Katika msimamo wake usioyumba kuhusu usalama wa taifa, Zolkadiri ametoa tahadhari nzito kwa Marekani na utawala wa Kizayuni akisema, kama tulivyotangaza hapo awali, shambulio lolote dhidi ya miundombinu ya Iran litajibiwa kwa hatua za kijeshi za aina hiyo hiyo na kwa ukali ule ule. Vilevile, kamanda wa makao makuu ya majeshi ya Iran maarufu kwa jina la Kamandi ya Khatamul Anbiya amesema wale waliohusika na mauaji ya kiongozi wa mapinduzi ya Kiislamu Ayatollah Said al-Khamenei watakabiliwa na adhabu, akielezea mahudhurio makubwa ya watu katika mazishi yake kuwa ni dhihirisho lenye nguvu la imani, ukakamavu na mshikamano. Lakini Urusi na China zimepinga vikali kikao cha Baraza la Usalama la Umoja Mataifa kilichochochewa na nchi za Magharibi kuhusu Iran siku ya Ijumaa, zikisisitiza kuwa azimio namba 2231 lilifikia ukingano mnamo Oktoba 2025 na hivyo baraza hilo halina tena mamlaka ya kisheria kujadili swala la nyuklia la Teheran. Kikao hicho kiliitishwa kwa ombi la mwanachama wa Ulaya walio katika Baraza la Usalama licha upinzani mkali kutoka Russia na China. Kikao hicho kilifanyika baada ya kura ya kiutaratibu kupita kwa kura 11 za ndio, kura 2 za hapana na nchi 2 hazikushiriki. Iran, Russia na China zinashikilia msimamo kwa vifungu vyote, vizuizi na majukumu ya Baraza la Usalama chini ya azimio hilo vilikwisha katika tarehe hiyo, hali inayoliacha baraza hilo bila mamlaka yoyote ya kusimamia swala la nyuklia la Iran. Pia zimesisitiza kwa jitihada za Uingereza, Ufaransa na Ujerumani za kutaka kutumia kile kinachoitwa mfumo wa snapback kurudisha vikwazo kiautomatic ni batili kisheria na kiutaratibu kwa sababu azimio husika limekwisha muda wake. Shukran kwa Babe Ukivita.